Kama tunakutana kwa mara ya kwanza, jina langu ni Daniel Igomodu. Mimi ni mwandishi aliyechapishwa wa vitabu kadhaa na kuna vingine vingi vinaendelea kuandikwa, na nina hamasa kubwa kuwafundisha wengine jinsi ya kuandika vitabu vyao wenyewe. Ninaishi Marekani na mimi ni baba na pia babu. Uzoefu huu umenipa shukrani ya kina kuhusu urithi, kujifunza na kushirikiana maarifa na wengine. Kuhusu elimu yangu, nina shahada ya uzamili katika teknolojia ya habari na nina shauku kubwa ya kufundisha na kuwawezesha wengine kupitia maarifa. Kwa wale ambao Kiingereza si lugha yenu ya kwanza, mnaweza kutumia kifaa au zana ya kutafsiri ili kutafsiri mafunzo haya na kuyafanya yawe rahisi kueleweka. Na kama utahisi umehamasishwa kufundisha maudhui haya kwa lugha yako ya asili, na kutia moyo ufanye hivyo. Utakuwa baraka kwa wengi na Mungu ataheshimu jitihada zako. Pamoja tunaweza kuwawezesha wengine kwa njia yenye maana na yenye athari na kufanya dunia yetu kuwa mahali bora zaidi. Hii ni zawadi ya bure kutoka juu iliyoshirikiwa nawe. Nimeheshimika na kunyenyekezwa kuwa sehemu ya anachofanya Mungu kwa wanadamu. Ifikapo mwisho wa mafunzo haya, utajua jinsi ya kuandika na kuchapisha kitabu mwenyewe. Tumaini langu ni kwamba wengi wenu ambao mmekuwa mkisubiri kwa miaka mingi kuchapisha kitabu chenu, hatimaye mtachukua hatua na kuchapisha hicho kitabu kilichosubiriwa kwa muda mrefu, ndani ya siku chache zijazo, wiki au miezi, ukiwa mwenyewe. Utagundua pia kwamba kuandika na kuchapisha kitabu siku hizi si ghali wala ngumu kama ilivyokuwa zamani. Kwa kweli, baada ya kufuata hatua nitakazokuonyesha kwenye mafunzo haya, unapaswa kuwa na uwezo wa: 1. Kuandika kitabu chako mwenyewe; 2. Kutengeneza jalada la kitabu la kitaalamu kwa urahisi; 3. Umbizo la hati yako ipasavyo kwa ajili ya kuchapishwa; 4. Chapisha kitabu chako mtandaoni na ukipatie kwa wasomaji kote ulimwenguni. Na sehemu bora zaidi ni hii: unaweza kufanya haya yote mwenyewe bila kumpa mtu yeyote sehemu yoyote ya mchakato. Utahitaji kuajiri mwandishi. Utahitaji kuajiri mbunifu wa picha. Utahitaji kuajiri mtu wa kupanga. Na hutahitaji kulipa kampuni ya uchapishaji maelfu ya dola. Badala yake, nitakuonyesha zana za vitendo na mbinu rahisi ambazo zinamwezesha mtu yeyote, hata yule ambaye hana uzoefu kabisa, kuandika, kubuni, kupanga na kuchapisha kitabu cha kitaalamu kuanzia mwanzo hadi mwisho. Kwa hiyo kama una ujumbe unaotaka kuushirikisha dunia, hadithi au uzoefu wa maisha, ushuhuda wenye nguvu, kumbukumbu ya safari yako, kitabu cha kufundishia wengine, riwaya au hadithi ya ubunifu, au wazo lolote la uhalisia au la kubuni, basi mafunzo haya ni nafasi yako ya hatimaye kubadilisha wazo hilo kuwa kitabu halisi kilichochapishwa. Utafiti umeonyesha kwamba asilimia kubwa ya watu wangependa kuandika kitabu siku moja, lakini ni sehemu ndogo sana ndiyo hufanikiwa kufanya hivyo. Sio kwa sababu hawana akili. Sio kwa sababu hawana mawazo muhimu. Lakini kwa sababu mchakato wa jadi wa uchapishaji umekuwa ukionekana kuwa ghali sana, mgumu sana na wa kutisha sana kwa mtu wa kawaida. Lakini leo hilo limebadilika kabisa. Kwa msaada wa zana za kisasa za kidijitali na majukwaa ya uandishi yanayosaidiwa na AI, sasa una uwezo wa kuunda na kuchapisha kitabu chako mwenyewe kutoka mahali popote duniani. Na hivyo ndivyo hasa nitakavyokuonyesha katika mafunzo haya. Ifikapo mwisho wa kutazama, utaelewa ramani kamili ya kubadilisha wazo lako kuwa kitabu kilichochapishwa ambacho wasomaji wanaweza kukipata mtandaoni. Hivyo, endelea kuwa nami. Kwa sababu katika dakika chache zijazo, unaweza kuchukua hatua yako ya kwanza kuelekea kuwa mwandishi aliyechapishwa. Sasa napenda kuanza mafundisho yangu kwa kuonyesha jinsi mchakato huu ulivyo wa vitendo. Kwa sababu hiyo, nitatumia kitabu nilichoandika na kuchapisha kinachoitwa Jinsi ya Kupata Pesa Mtandaoni. Nilipoandika kitabu hiki kwa mara ya kwanza miaka michache iliyopita, kabla ya upatikanaji mkubwa wa teknolojia ya akili bandia AI, nilimwajiri mbunifu wa kujitegemea ili kuunda jalada la kitabu. Unaona, nilitengeneza jalada katika lugha nyingi, ikiwa ni pamoja na Kiingereza, Kiarabu, Kichina, Kifaransa, Kijerumani, Kihindi na Kihispania, na lilinigharimu mamia kadhaa ya dola.
Lakini leo jambo la ajabu limebadilika. Kwa kutumia zana kama ChatGPT na maelekezo ya kubuni kwa AI, niliweza kubuni toleo jipya la jalada la kitabu hiki bure kabisa. Katika mafunzo haya nitakupa maelekezo kamili niliyotumia kutengeneza jalada hili la kitabu. Sio ili unakili kama yalivyo, bali uyatumie kama mwongozo. Utaweza kurekebisha na kubinafsisha maelekezo haya ili yaendane na mada ya kitabu chako, niche yako na maono yako ya ubunifu. Kwa maneno mengine, ukishaelewa jinsi vidokezo hivi vinavyofanya kazi, utaweza kubuni karibu jalada lolote la kitabu unalotaka. Kwa hivyo, ikiwa umekuwa ukibeba kitabu moyoni mwako kwa miaka mingi, huu unaweza kuwa wakati wa kukihuisha. Hadithi yako, maarifa yako na uzoefu wako. Labda kile hasa mtu mwingine duniani anahitaji. Na leo una vifaa vya kufanikisha hilo. Kwa hivyo tuanze. Nilipokuwa nikifikiria kuandika kitabu changu kinachoitwa Jinsi ya Kutengeneza Pesa Mtandaoni, lengo langu lilikuwa rahisi sana. Nilitaka kuwasaidia watu duniani kote kutambua njia za vitendo ambazo wanaweza kupata pesa mtandaoni. Mada ya kutengeneza pesa mtandaoni inavutia watu wengi duniani. Haijalishi unaishi wapi duniani, iwe wewe ni kijana au mzee, kila mtu anaelewa umuhimu wa pesa katika maisha ya kila siku. Kama Biblia inavyosema, pesa hujibu mambo yote. Sote tunahitaji pesa ili kuishi, kusaidia familia zetu na kujenga maisha bora na yenye kutosheleza zaidi. Kwa sababu hii, eneo la kutengeneza pesa mtandaoni lina nguvu kubwa sana. Linaongea na watu kila mahali. Wanafunzi, wataalamu, wastaafu na wajasiriamali. Yeyote anayetaka kuboresha hali yake ya kifedha anaweza kufaidika kwa kujifunza jinsi ya kupata kipato mtandaoni. Sababu nyingine iliyonifanya nichague eneo hili ni kwa sababu halipotezi umaarufu wake. Kwa maneno mengine, uhitaji wa taarifa kuhusu kutengeneza pesa haupotei kwa muda. Watu daima watataka kujifunza jinsi ya kuboresha maisha yao ya kifedha. Uwezo wa kubadilika wa eneo hili pia ni wa kipekee. Wazo moja tu kama hili linaweza kukua na kuwa aina nyingi tofauti za maudhui. Kwa mfano, kitabu kuhusu kutengeneza pesa mtandaoni kinaweza kutafsiriwa kwa lugha nyingi tofauti na hivyo kukifikisha kwa wasomaji duniani kote. Pia kinaweza kupanuliwa na kuwa video za YouTube, machapisho ya blogu, podcasti, kozi za mtandaoni na aina nyingine nyingi za maudhui ya kidijitali. Kwa kweli, mara nyingi natumia kitabu changu Jinsi ya Kutengeneza Pesa Mtandaoni kama mfano wa vitendo ninapofundisha wengine jinsi ya kuandika na kujichapishia vitabu vyao wenyewe. Kwa kuona jinsi ninavyoshughulikia mchakato huu, inakuwa rahisi zaidi kwako kufuata hatua hizo hizo na kuunda kitabu chako mwenyewe. Na hili linatuleta kwenye hatua ya kwanza. Chagua wazo la kitabu chako. Kila kitabu huanza na wazo moja lililo wazi. Kabla hujaandika neno lolote, lazima uamue kitabu chako kitahusu nini na kitamsaidia nani. Una njia kadhaa za kugundua wazo sahihi kwa ajili ya kitabu chako. Unaweza kuchagua mada kulingana na uzoefu wako binafsi, maarifa yako ya kitaalamu au ujuzi ulioujenga kwa muda. Njia nyingine nzuri ni kujikita katika kutatua tatizo ambalo watu wengi wanakabiliana nalo. Unapoandika kitabu kinachotoa suluhisho, wasomaji huvutiwa kwa urahisi kwa sababu wanatafuta majibu. Ni muhimu pia kuzingatia kama mada yako ipo kwenye eneo lenye faida kibiashara. Baadhi ya mada huvutia hadhira kubwa na hubaki kuwa muhimu kwa miaka mingi. Kuchagua eneo maalum lenye nguvu kunaongeza uwezekano wa kitabu chako kufikia wasomaji wengi zaidi na kuwa na athari kubwa. Hivyo, kumbuka kanuni hii muhimu. Kabla hujaandika neno lolote, lazima uelewe wazi kitabu chako kinahusu nini na ni nani unalenga kuwasaidia. Ukishapata wazo lililo wazi, hatua nyingine za uandishi zinakuwa rahisi zaidi. Sasa hebu tuzungumzie jambo ambalo ni muhimu sana unapokuwa unaandika kitabu chenye mafanikio, nalo ni kutambua hadhira yako lengwa. Moja ya makosa makubwa ambayo waandishi wapya wengi hufanya ni kuandika kitabu bila kuelewa wazi kitabu hicho kinamlenga nani. Kitabu chenye mafanikio hakiandikwi kwa ajili ya kila mtu.
Kinaandikwa kwa ajili ya kundi maalum la wasomaji ambao wanatafuta majibu, suluhisho au mwongozo. Kabla hujaanza kuandika kitabu chako, tumia muda wako kufafanua wazi msomaji wako. Jiulize maswali kama: nani atafaidika zaidi na kitabu hiki? Wapo katika hatua gani ya maisha? Je, ni wanaoanza, wanafunzi, wataalamu au wajasiriamali? Kwa mfano, kama unaandika kitabu kuhusu kutengeneza pesa mtandaoni, wasomaji unaowalenga wanaweza kuwa watu wanaotafuta njia za kupata kipato cha ziada, kuanzisha biashara ya pembeni au kufanya kazi wakiwa nyumbani. Ukishajua wasomaji wako ni akina nani, hatua inayofuata ni kuelewa matatizo wanayojaribu kutatua. Watu kwa kawaida hununua vitabu kwa sababu moja kuu: wanataka majibu. Kazi yako kama mwandishi ni kuwasaidia kutoka kwenye kuchanganyikiwa hadi kupata ufafanuzi, kutoka kwenye kukata tamaa hadi kupata maendeleo. Kitabu chako kinaposhughulikia matatizo halisi, wasomaji wanajisikia kueleweka na kitabu chako kinakuwa na thamani kwao. Unapoandika, daima jiweke kama vile unazungumza moja kwa moja na msomaji wako. Tumia lugha iliyo wazi, rahisi na yenye msaada. Epuka maelezo magumu pale ambapo maelezo rahisi yanatosha. Wasomaji wanapohisi kwamba kitabu kimeandikwa mahususi kwa ajili yao, wana uwezekano mkubwa wa kumwamini mwandishi na kufuata mwongozo uliomo ndani ya kitabu. Unaweza pia kutumia akili bandia ili kukusaidia kuelewa vyema wasomaji wako. Kwa mfano, unaweza kutumia msukumo kama huu: elezea hadhira lengwa ya kitabu kuhusu kutengeneza pesa mtandaoni kwa wanaoanza. Itatoa maarifa muhimu ambayo yanaweza kuelekeza mtazamo, maudhui na mwelekeo wa kitabu chako. Sasa, kwa kuwa tumeelewa umuhimu wa kuwajua wasomaji wetu, hatua inayofuata ni kupanga mawazo yetu. Hapa ndipo kuunda muhtasari imara kunapokuwa na msaada mkubwa. Watu wengi wanaamini kuandika kitabu ni kazi ngumu, lakini ukweli ni kwamba kuandika kunakuwa rahisi zaidi unapokuwa na muhtasari ulio wazi. Muhtasari ni kama ramani ya kitabu chako. Inakuonyesha unapoanzia, mada utakazozizungumzia na jinsi taarifa zitakavyotiririka kutoka sura moja hadi nyingine. Bila muhtasari, waandishi wengi hujikuta wamepotea. Wanaanza kuandika lakini hawana uhakika nini kinapaswa kufuata. Muhtasari unakupa mpangilio, mwelekeo na kujiamini. Badala ya kutazama ukurasa mtupu, unafuata tu ramani ya barabara ambayo tayari umeiunda. Hebu tuangalie mfano rahisi. Ikiwa kitabu chako kinahusu kupata pesa mtandaoni, muhtasari wako unaweza kuonekana kama huu: utangulizi unaoelezea madhumuni ya kitabu. Sura moja inayosaidia wasomaji kuelewa fursa za mtandaoni, sura nyingine inayoelezea kazi za kujitegemea na jinsi ya kuanza kwa wanaoanza, sura kuhusu masoko ya afiliate, sehemu nyingine inayoelezea jinsi YouTube inavyoweza kuingiza kipato, na sura inayoonyesha jinsi watu wanaweza kuunda na kuuza kozi zao wenyewe mtandaoni. Kila sura inazingatia wazo moja wazi, jambo linalofanya kitabu kiwe rahisi kuandika na rahisi kwa wasomaji kuelewa. Leo zana za AI pia zinaweza kuwasaidia waandishi kutengeneza mitasari haraka sana. Kwa mfano, unaweza kumpa zana ya AI agizo kama hili: tengeneza muhtasari wa kina kwa ajili ya kitabu rafiki kwa wanaoanza kuhusu jinsi ya kupata pesa mtandaoni. AI itapendekeza sura, mada ndogo na mawazo ambayo yanaweza kukusaidia kupanga kitabu chako. Baada ya hapo, unaweza kupitia muhtasari huo, kuubadilisha na kuubinafsisha ili uendane na maono yako ya kitabu. Ukishakuwa na muhtasari imara, kuandika kitabu chako kunakuwa rahisi zaidi na haraka zaidi. Kabla hatujaanza kuandika kitabu chenyewe, ningependa kuzungumzia kwa kifupi kuhusu zana ya uandishi ninayoipendelea kutumia binafsi. Zana yangu ninayoipendelea kwa uandishi ni Microsoft Word. Ninapenda kutumia Microsoft Word kwa sababu inafanya uandishi na upangaji wa kitabu kuwa rahisi zaidi na nadhifu unapofanya kazi kwenye muswada. Microsoft Word mara nyingi huja ikiwa imewekwa tayari kwenye mfumo wa uendeshaji wa Windows. Kama bado huna kwenye kompyuta yako, unaweza kuipakua kwa urahisi kutoka Microsoft Store au kuiweka kama sehemu ya kifurushi cha Microsoft Office.
Sasa ninapokuwa tayari kuanza kuandika kitabu kipya, jambo la kwanza ninafanya ni kufungua hati mpya tupu ya Microsoft Word. Mara tu hati hiyo mpya inapofunguliwa, kawaida huanza kwa kuweka mpangilio wa msingi wa maandishi ya kitabu. Wa vitabu vyangu vingi hupendelea kutumia fonti ya Arial na ukubwa wa herufi 16 wakati ninaandika. Ukubwa huu wa herufi ulio mkubwa kidogo hufanya maandishi yawe rahisi kusoma na kuhariri ninapofanya kazi kwenye muswada. Baadaye, wakati wa hatua ya mwisho ya upangaji wa muundo, ukubwa wa herufi unaweza kubadilishwa kulingana na mahitaji ya uchapishaji. Kwenye skrini sasa unaangalia hati tupu ya Microsoft Word, ambayo ndiyo sehemu mchakato wa uandishi unaanzia. Mojawapo ya mambo ya kwanza ninayopenda kufanya ni kuweka picha ya jalada la kitabu kwenye hati. Kufanya hivi kunanipa picha halisi ya jinsi kitabu kitakavyokuwa kikikamilika na pia husaidia kuongeza hamasa mradi unapoanza kuchukua sura. Baada ya kuweka jalada la kitabu, ninaendelea kuunda ukurasa wa kichwa. Baada ya ukurasa wa kichwa, naongeza ukurasa wa hakimiliki, kisha sehemu nyingine zinazounda sehemu ya mwanzo ya kitabu. Kwa kupanga kurasa hizi mapema, hati tayari inaanza kuchukua muundo wa kitabu kamili. Na mara tu muundo unapokuwepo, sehemu iliyobaki ya mchakato wa uandishi inakuwa rahisi zaidi na ya moja kwa moja. Katika sehemu hii, tutazungumzia moja ya siri muhimu zaidi za kuandika kitabu chenye mafanikio. Watu wengi wanataka kuandika kitabu, lakini mara nyingi huhisi wamezidiwa kwa sababu hawajui wapi pa kuanzia. Baadhi ya watu hufungua hati tupu na kujaribu kuanza kuandika mara moja, wakitumaini mawazo yatajipanga wenyewe njiani. Lakini waandishi wa kitaalamu hawaandiki hivyo. Badala yake, huanza na jambo muhimu sana. Wanaanza na muundo. Fikiria kitabu kama kujenga nyumba. Kabla ya nyumba kujengwa, mbunifu kwanza huunda ramani inayoonyesha haswa mahali ambapo kila kitu kitaenda. Msingi, kuta, vyumba na paa vyote vimepangwa kabla ya ujenzi kuanza. Kuandika kitabu hufanya kazi vivyo hivyo. Kabla ya kuanza kuandika sura zako, unahitaji ramani ya kitabu chako. Mchoro huu unaitwa muundo wa kitabu chako. Ili kukusaidia kuelewa hili vizuri, nitatumia muundo wa moja ya vitabu vyangu kama mfano. Kwenye skrini yako sasa utaanza kuona muundo wa kitabu changu kinachoitwa Jinsi ya Kupata Pesa Mtandaoni. Ninapofafanua kila sehemu, nitaonyesha sehemu halisi za kitabu kwenye skrini ili uweze kuona kwa macho jinsi kitabu kilivyopangwa. Mara tu muundo unapokuwa wazi, kuandika kitabu kunakuwa rahisi zaidi. Kwa kweli, waandishi wengi wenye uzoefu watakuambia kwamba mara tu muundo unapokamilika, kitabu tayari kimekamilika kwa nusu. Vitabu vingi visivyo vya kubuni hufuata muundo rahisi wa sehemu tatu. Sehemu ya kwanza ni mwanzo wa kitabu. Sehemu ya pili ni kiini cha kitabu. Na sehemu ya tatu ni sehemu ya mwisho ya kitabu. Hebu tuangalie kwa undani kila moja ya sehemu hizi. Sehemu ya kwanza inaitwa sehemu ya mbele ya kitabu. Kama unavyoona kwenye skrini, hii ndiyo sehemu ya ufunguzi wa kitabu. Inamwandaa msomaji kwa kile anachotarajia kujifunza. Sehemu ya mbele mara nyingi inajumuisha ukurasa wa jalada hakimiliki, ukurasa na wakati mwingine ithibati au sadaka maalum. Inaweza pia kujumuisha jedwali la yaliyomo linaloonyesha msomaji jinsi kitabu kilivyopangwa. Sehemu nyingine muhimu ya sehemu ya mbele ni utangulizi. Utangulizi unamsaidia msomaji kuelewa kwa nini kitabu kiliandikwa, ni kwa ajili ya nani, na nini anaweza kutarajia kujifunza. Fikiria utangulizi kama mazungumzo ya kirafiki na msomaji wako. Unamkaribisha na kumwandaa kwa safari iliyo mbele yake. Sasa hebu tuhamie kwenye sehemu muhimu zaidi ya kitabu. Hii inaitwa mwili wa kitabu. Kama unavyoona kwenye skrini, hapa ndipo sura kuu za kitabu zinapopangwa. Mwili wa kitabu umeundwa na sura, na kila sura inazingatia wazo moja kuu. Badala ya kujaribu kufundisha kila kitu kwa wakati mmoja, kila sura humwongoza msomaji hatua kwa hatua.
Kwa mfano, katika kitabu changu Jinsi ya Kupata Pesa Mtandaoni, kila sura inazingatia njia maalum ambayo watu wanaweza kupata kipato mtandaoni. Kama unavyoona kwenye skrini yako, sura hizi zinashughulikia fursa tofauti kama vile kazi za kujitegemea mtandaoni, masoko ya ushirika, kipato kupitia YouTube, kozi za mtandaoni na fursa nyingine za kidijitali. Kila sura inakuwa kama jiwe la msingi linalomsaidia msomaji kuelewa picha kubwa zaidi. Sura zinapopangwa kwa uwazi, wasomaji wanaweza kufuata mawazo yako kwa urahisi na kubaki na hamasa katika kitabu chote. Sasa hebu tuangalie sehemu ya mwisho ya kitabu. Sehemu hii inaitwa sehemu ya mwisho ya kitabu. Kama unavyoona kwenye skrini, sehemu hii inaleta kitabu kwenye hitimisho lenye maana. Inaweza kujumuisha hitimisho linalofupisha masomo muhimu ya kitabu. Waandishi wengine pia huongeza rasilimali za ziada, zana zinazopendekezwa au marejeleo yanayosaidia wasomaji kuendelea kujifunza. Sehemu nyingine ya kawaida ni ukurasa ambapo wasomaji wanajifunza zaidi kuhusu mtu aliyeandika kitabu. Sasa kuna dokezo lenye nguvu ambalo linaweza kufanya uandishi wa kitabu chako kuwa rahisi zaidi. Kabla hujaanza kuandika sura zako, tengeneza jedwali la maudhui kwanza. Jedwali la maudhui linatumika kama ramani ya mwongozo kwa kitabu chako chote. Kama unavyoona kwenye mfano ulio kwenye skrini yako, mara tu sura zinapoorodheshwa wazi, muundo wa kitabu unakuwa rahisi sana kufuata. Unapotengeneza orodha ya sura, kimsingi unaweka muhtasari wa safari unayotaka msomaji wako apitie. Mara tu sura zinapofafanuliwa vizuri, uandishi unakuwa rahisi zaidi kwa sababu tayari unajua kila sehemu itazungumzia nini. Badala ya kutazama ukurasa mtupu, unalenga tu kuandika sura moja baada ya nyingine. Kumbuka wazo hili muhimu. Vitabu bora haviandikwi kwa bahati mbaya. Vinajengwa kwa makusudi, mipango na muundo ulio wazi. Kitabu chako kinapokuwa na muundo imara, wasomaji wako watapata urahisi kufuata mawazo yako na kutumia wanachojifunza. Na huo ndio lengo la kila mwandishi bora, kuwaongoza wasomaji kutoka pale walipo sasa hadi pale wanapotaka kufika. Kabla ya sasa, kuandika kitabu ilikuwa ni uzoefu tofauti kabisa. Ungechukua kalamu na karatasi na kuanza kuandika kwa mkono, au labda ungekaa mbele ya taipureta na kuandika kwa uangalifu kila ukurasa. Hiyo ndiyo njia ya kitamaduni ambayo waandishi walikuwa wakitunga vitabu kwa miaka mingi. Leo mambo yamebadilika sana. Kwa kuwasili kwa akili bandia, kuandika kitabu kumekuwa rahisi zaidi na kwa kasi zaidi. Mara nyingi unachohitaji ni wazo wazi na msaidizi wa uandishi wa AI anayeaminika kama vile ChatGPT. Binafsi nimezoea sana kutumia ChatGPT kama msaidizi wangu mkuu wa uandishi ninapofanya kazi kwenye vitabu vyangu. Kitu kimoja ninachokipenda kuhusu hiki kifaa cha AI ni kwamba ni cha moja kwa moja na kina akili sana. Kinakwenda moja kwa moja kwenye hoja na husaidia kupanga mawazo kwa uwazi. Wakati mwingine unaweza tayari kujua unachotaka kusema, lakini ukapata shida kuelezea vizuri. Hapa ndipo ChatGPT inapokuwa msaada mkubwa sana. Inaweza kusaidia kusafisha maneno yako, kupanga mawazo yako na kuwasilisha fikra zako kwa njia iliyo wazi na ya kitaalamu. Hivyo basi, kabla sijaanza kuandika kitabu kipya, mara nyingi nafungua ChatGPT na kuelezea mada ninayotaka kuandika kuhusu yake. Ninapotoa taarifa hiyo, ChatGPT mara nyingi hutoa ufahamu wa kina kuhusu mada husika. Na mara nyingi inapendekeza njia zenye msaada za kukabiliana na mchakato wa uandishi. Kwa ajili ya ufafanuzi na ili kukusaidia uelewe jinsi chombo hiki kilivyo na nguvu, nitaonyesha jinsi ninavyotumia ChatGPT wakati wa kuandika kitabu. Katika onyesho hili, nitaingiliana na ChatGPT kana kwamba naanza kuandika kitabu hiki kutoka mwanzo kabisa. Lengo la zoezi hili ni kukuonyesha kwa usahihi jinsi ya kuwasiliana na ChatGPT ili iweze kukusaidia kuandika kitabu chako kwa ufanisi. Mwisho wa onyesho hili, utaelewa jinsi ya kutumia ChatGPT kama msaidizi wako binafsi wa uandishi ili kubadilisha mawazo yako kuwa kitabu kamili. Katika video hii, nitakuonyesha jinsi ya kutumia ChatGPT kuandika kitabu kamili kuanzia mwanzo hadi mwisho.
Mchakato huu utakusaidia kuokoa muda mwingi sana na kufanya safari nzima ya kuunda kitabu iwe rahisi zaidi kuliko kujaribu kufanya peke yako. Ili kuweka mambo rahisi, nimegawanya mchakato katika hatua 4 rahisi ili uweze kuendelea bila kuhisi kulemewa. Tuanze. Hatua ya 1: anzisha mradi wako wa kitabu ukitumia ChatGPT. Ili kufikia ChatGPT, fungua Google na uandike ChatGPT kwenye upao wa utafutaji. Bonyeza Enter ili kutafuta. Mara tu ukurasa wa matokeo unapopakia, sogeza chini hadi utakapopata kiungo rasmi cha ChatGPT. Bofya kiungo rasmi kinachosema ChatGPT OpenAI, wakala wako wa kila siku wa AI. Subiri mpaka ukurasa wa ChatGPT upakie kabisa. Ukurasa ukifunguka, andika tu habari kujaribu muunganisho. Bonyeza Enter kuutuma. ChatGPT itajibu kwa salamu ikithibitisha kuwa kila kitu kinafanya kazi vizuri. Sasa una ChatGPT wazi na iko tayari kukusaidia kuanza mradi wako wa kuandika kitabu. Twende hatua inayofuata. Hatua ya 2: pendekeza wazo lako la kitabu. Sasa ni wakati wa kumwambia ChatGPT ni kitabu gani unataka kuandika. Kwenye kisanduku cha maelezo, andika ombi ukiomba ChatGPT ikusaidie kuandika kitabu kwa kutumia kichwa ulichokichagua. Unaweza pia kuuliza kama eneo hilo linafaa na lina faida. Bonyeza Enter kutuma ombi lako. Tazama jinsi ChatGPT inavyochambua mada ya kitabu chako na kukupa maelezo ya kina kuhusu eneo hilo, ikijumuisha mahitaji ya soko, uwezekano wa kupata faida na mawazo ya sura zinazowezekana. Hii inakupa msingi imara kwa ajili ya kitabu chako. Tuendelee na hatua inayofuata. Hatua ya 3: tengeneza kichwa kidogo kinachovutia. Kichwa kidogo chenye nguvu husaidia kuvutia umakini wa msomaji wako. Angazia pendekezo linalosema tengeneza kichwa kidogo kinachovutia kwa ajili ya kitabu. Bonyeza kitufe cha nakili, kisha bandika maandishi uliyoyanakili kwenye kisanduku cha maelezo cha ChatGPT. Bonyeza Enter ili kuwasilisha ombi. ChatGPT sasa itatengeneza chaguzi kadhaa za vichwa vidogo kwa ajili ya kitabu chako. Pitia mapendekezo na chagua lile linaloelezea vyema ujumbe na dhamani ya kitabu chako. Sasa una kichwa kidogo cha kuvutia kinachoimarisha kitabu chako. Tuendelee hadi hatua inayofuata. Hatua ya 4: unda jedwali la yaliyomo linalouzwa zaidi. Angazia pendekezo linalosema tengeneza jedwali la yaliyomo linalouzwa zaidi. Nakili kidokezo na ukibandike kwenye kisanduku cha ujumbe cha ChatGPT. Bonyeza ingiza. Tazama ChatGPT ikitengeneza jedwali kamili la maudhui lililopangwa kama kitabu cha kitaalamu kinachouzwa zaidi. Kitabu chako sasa kina ramani iliyo wazi. Tuendelee. Kisha tutaandika utangulizi wa kitabu. Angazia pendekezo linalosema andika utangulizi unaouzwa zaidi. Nakili maandishi na uyabandike kwenye kisanduku cha ChatGPT. Bonyeza ingiza. Subiri ChatGPT itakapotoa utangulizi kamili kwa ajili ya kitabu chako. Mara tu inapoonekana, bofya ikoni ya nakili ili kunakili maandishi yote kwenye ubao wako wa kunakili. Sasa hebu tuumbize utangulizi katika Microsoft Word. Fungua Microsoft Word kwenye kompyuta yako. Bonyeza faili kisha uchague mpya. Chagua hati tupu ili kuanza na nafasi safi ya kazi. Bandika utangulizi ulionakili kutoka ChatGPT kwa kutumia Ctrl pamoja na V. Safisha hati kwa kuondoa maandishi yoyote ya haraka ambayo huenda yalibandikwa kwa bahati mbaya. Angazia kichwa cha utangulizi na kichwa cha kitabu chako. Ongeza ukubwa wa fonti hadi takriban pointi 22 hadi 24. Katikati panga majina ili yaonekane waziwazi. Tembeza hati ili kuhakikisha kila kitu ni safi na kimepangwa ipasavyo. Utangulizi wako sasa uko tayari. Sasa hebu tuweke picha ya jalada la kitabu. Bonyeza kichupo cha ingiza. Chagua picha kisha uchague kifaa hiki. Tafuta picha ya jalada la kitabu chako kwenye kompyuta yako na bonyeza ingiza. Badilisha ukubwa wa picha kwa kuvuta pembe zake hadi iweze kutoshea vizuri kwenye ukurasa. Hakikisha inaonekana kitaalamu. Sasa rudi kwenye ChatGPT.
Andika agizo ukiomba ChatGPT itengeneze jalada la kitabu zuri na linalovutia macho kwa ajili ya mradi wako. Bonyeza ingiza. ChatGPT itazalisha chaguo kadhaa za usanifu wa jalada la kitabu ili uweze kuchagua. Chagua ile unayoipenda zaidi. Ili kupakua jalada, bofya kitufe cha pakua kwenye picha iliyochaguliwa. Fungua faili iliyopakuliwa. Bonyeza tazama zaidi, kisha uchague hifadhi kama. Badilisha jina la faili kwa kutumia kichwa cha kitabu chako ili iwe rahisi kuipata baadaye. Bonyeza hifadhi. Jalada lako la kitabu sasa limehifadhiwa salama kwenye kompyuta yako. Na hivyo tu, umetumia ChatGPT na zana za akili bandia kukusaidia kuandika na kubuni kitabu kamili. Inashangaza AI ifanyavyo leo. Kabla sijakuonyesha jinsi ya kupanga jedwali la maudhui la ebook yako ili liweze kubonyezwa, hebu nikupitishe haraka kwenye jedwali la maudhui la kitabu changu. Jinsi ya kupata pesa mtandaoni ambalo tayari limepangwa vizuri. Hii itakupa wazo wazi la kwa nini hatua hii ni muhimu sana na jinsi inavyofanya kitabu chako kuwa rafiki zaidi kwa msomaji. Kama utakavyoona, kila sura kwenye jedwali la maudhui imeunganishwa, hivyo wasomaji wanaweza kubofya tu sehemu fulani na mara moja kufika sehemu hiyo ya kitabu. Tafadhali angalia skrini yako ninapokuonyesha jinsi hii inavyofanya kazi. Na hiyo ndiyo kutengeneza jedwali la maudhui linaloweza kubonyezwa. Jedwali lako la maudhui linapoweza kubonyezwa, inamaanisha msomaji anaweza kubofya tu kichwa cha sura na mara moja kufika sehemu hiyo ya kitabu. Hii ni muhimu sana kwa vitabu vya kidijitali kama vile PDF na ebook, kwa sababu wasomaji hawataki kuscrolla kurasa nyingi au hata mamia ya kurasa wakitafuta sura fulani. Badala yake, wanaweza kubofya tu na kwenda moja kwa moja kwenye sehemu wanayotaka. Fikiria kama vile menu ya urambazaji kwenye tovuti. Inawasaidia wasomaji kusafiri kwenye kitabu chako haraka na kwa urahisi. Katika video hii, nitakuonyesha jinsi ya kutengeneza jedwali la maudhui linaloweza kubonyezwa kwa ajili ya hati yako. Hii itawarahisishia sana wasomaji wako kuruka moja kwa moja kwenye sehemu yoyote ya kitabu chako bila kuscrolla kurasa nyingi. Nitagawanya mchakato huu katika hatua 5 rahisi ili uweze kufuata kwa urahisi. Tuanze na hatua ya kwanza ambayo ni kuweka alama ya kumbukumbu na kuunganisha sehemu ya ithibati. Kwanza shuka chini hadi uipate ukurasa wa ithibati kwenye hati yako. Kisha chagua kichwa cha habari ithibati. Sasa bofya kichupo cha ingiza insert kwenye utepe juu ya skrini. Kwenye links chagua bookmark. Dirisha litafunguka. Kwenye bookmark name andika jina lake kisha bofya add kuikamilisha. Sasa rudi juu kwenye jedwali la yaliyomo. Chagua neno ithibati kwenye jedwali lako la yaliyomo. Kwenye kichupo cha ingiza, fungua menu kunjuzi ya viungo na chagua kiungo. Katika kisanduku cha ingiza kiungo, chagua alama ya kumbukumbu uliyotengeneza. Bofya sawa ili kuunda kiungo. Ili kukijaribu, shikilia kitufe cha Ctrl na ubofye sehemu ya ithibati. Inapaswa kuruka moja kwa moja hadi sehemu hiyo ya hati. Sasa tumefanikiwa kuweka alama ya kumbukumbu na kuunganisha sehemu ya ithibati. Hebu tuendelee na hatua inayofuata. Hatua ya 2 ni kuweka alama ya kumbukumbu na kuunganisha utangulizi. Shuka chini hadi uone kichwa cha utangulizi. Chagua kichwa hicho. Bofya kichupo cha ingiza insert, kisha fungua menu ya kushuka chini ya viungo links na uchague alama ya kumbukumbu bookmark. Katika sehemu ya jina la alama ya kumbukumbu bookmark name andika jina wazi kwa sehemu hii. Bonyeza ongeza ili kuhifadhi alamisho. Sasa rudi kwenye jedwali la yaliyomo. Angazia neno utangulizi. Tena fungua menu ya viungo, chagua kiungo na uchague ingiza kiungo. Katika kisanduku cha mazungumzo kinachoonekana, chagua alamisho ya utangulizi kutoka kwenye orodha. Bonyeza sawa ili kuunda kiungo. Sasa jaribu kiungo kwa kushikilia kitufe cha kudhibiti na kubofya kiingilio cha utangulizi. Inapaswa kuruka moja kwa moja hadi sehemu ya utangulizi. Vizuri, sasa tumefanikiwa kuunganisha utangulizi. Tuendelee. Hatua ya 3 ni kuweka alama na kuunganisha sura ya kwanza. Sogeza chini hadi upate sura ya 1. Angazia kichwa cha sura ya 1.
Bonyeza kichupo cha ingiza, fungua menu kunjuzi ya viungo na uchague alamisho. Katika sehemu ya jina la alamisho, andika jina rahisi bila nafasi kama vile sura ya 1. Bonyeza ongeza ili kuunda alamisho. Sasa rudi kwenye jedwali lako la yaliyomo. Angazia sura ya 1. Fungua menu ya viungo, bonyeza kiungo, kisha uchague ingiza kiungo. Katika kisanduku cha mazungumzo cha ingiza kiungo, chagua alamisho la sura ya 1. Bonyeza sawa. Shikilia Ctrl na ubofye sura ya kwanza ili kujaribu kiungo. Utafika mwanzo wa sura hiyo na sasa imeunganishwa. Twende kwenye hatua inayofuata. Hatua ya 4 ni kuweka alamisho na kuunganisha sura ya pili. Shuka chini hadi kwenye kichwa cha sura ya pili. Angazia kichwa hicho. Nenda kwenye kichupo cha ingiza, fungua menu ya viungo na uchague alamisho. Katika sehemu ya jina la alamisho, andika kitambulisho rahisi kama vile sura 2. Bonyeza ongeza. Sasa rudi juu kwenye jedwali lako la yaliyomo. Angazia sura ya pili. Fungua menu kunjuzi ya kiungo, chagua kiungo na uchague ingiza kiungo. Katika kisanduku cha mazungumzo, chagua alamisho la sura ya pili. Bonyeza sawa. Jaribu kiungo kwa kushikilia Ctrl na kubofya ingizo la sura ya 2. Inapaswa kukupeleka moja kwa moja kwenye sura ya 2 kamilifu. Sasa tumefanikiwa kuunganisha sura ya 2. Sasa kwa hatua ya mwisho, thibitisha kwamba kila kitu kinafanya kazi vizuri. Tembeza hati yako na uhakikishe kuwa sehemu zote zimeunganishwa ipasavyo. Kama unavyoona, kubofya kipengele chochote kwenye jedwali la yaliyomo huruka mara moja hadi sehemu hiyo ya hati. Hii inaunda uzoefu wa urambazaji laini na wa kitaalamu kwa wasomaji wako. Na basi ndiyo hivyo. Jedwali lako la yaliyomo linaloweza kubonyezwa sasa liko tayari kutumika. Nani anapaswa kuandika kitabu? Watu wengi wanaamini kwamba kuandika kitabu ni kwa ajili ya waandishi wa kitaalamu, wasomi au waandishi maarufu pekee. Lakini ukweli ni tofauti kabisa. Katika dunia ya leo, mtu yeyote mwenye maarifa, uzoefu, hekima au hadithi inayoweza kuwasaidia wengine anapaswa kufikiria kuandika kitabu. Una haja ya kuwa mtaalamu wa fasihi. Una haja ya kuwa na sarufi kamili. Na hakika huhitaji ruhusa kutoka kwa mchapishaji wa jadi. Unachohitaji ni kitu cha thamani cha kushirikisha wengine. Vitabu ni maarifa tu. Uzoefu na hekima vimefungwa kwa namna inayowasaidia wengine kujifunza, kukua na kutatua matatizo. Hebu tuzungumzie jambo ambalo watu wengi wanasahau: umri. Umri si kikwazo cha kuandika kitabu. Kuna waandishi waliochapishwa wakiwa na umri mdogo hadi miaka 2 tu. Watoto wengi wenye umri wa kati ya miaka 5 na 13 tayari wameandika vitabu vinavyowatia moyo wasomaji wengine wachanga. Wakati huo huo, kuna watu walioandika kitabu chao cha kwanza wakiwa na miaka ya 70, 80 na hata 90. Ukweli ni rahisi. Hakuna aliye mdogo sana na hakuna aliye mzee sana. Ikiwa una jambo la maana la kushiriki, sauti yako ni muhimu. Uzoefu wako wa maisha unaweza kuwafikia watu kwa njia ambazo wengine hawawezi. Kwa mfano, mwigizaji anaweza kuandika kitabu kuhusu uhalisia wa tasnia ya burudani. Mwanamichezo anaweza kuandika kuhusu nidhamu, uvumilivu na mtazamo unaohitajika ili kufanikiwa. Mmiliki wa biashara anaweza kuandika kuhusu masomo aliyojifunza wakati wa kujenga kampuni. Mwalimu anaweza kuandika kuhusu jinsi ya kuhamasisha akili changa. Lakini pia kuna sauti zenye nguvu ambazo dunia inahitaji kusikia. Mtu ambaye aliwahi kupambana na uraibu wa dawa za kulevya na akapata uhuru anaweza kuandika kitabu kitakachosaidia wengine kupona. Mwanachama wa zamani wa genge anaweza kuandika kuhusu kuchagua njia tofauti maishani. Mtu aliyetoroka ukahaba au uhalifu anaweza kushiriki masomo yatakayosaidia wengine kujinasua kutoka kwenye mazingira hayo. Mfungwa wa zamani aliyejenga upya maisha yake anaweza kuwahamasisha watu wanaoamini kwamba tayari wamepoteza mustakabali wao. Sababu ya hili kuwa muhimu ni rahisi. Watu ambao wamepitia na kufanya hayo mara nyingi wana uwezo mkubwa zaidi wa kuwafikia wale ambao bado wanapambana katika hali hizo. Ujumbe wao unaaminika. Hadithi yao ina ukweli wa dhati.
Mtu ambaye hajawahi kupitia njia hiyo anaweza kujaribu kufundisha au kuhubiri, lakini ujumbe unaweza usiwaguse watu kwa namna ile ile. Lakini ujumbe unapokuja kutoka kwa mtu aliyepitia hali hiyo, unagusa sana mioyo. Unakuwa halisi. Nakumbuka, ujumbe wako hauhitaji kushirikiwa kupitia kitabu kilichochapishwa pekee. Leo hadithi yako inaweza kufikia dunia kupitia njia nyingi tofauti. Vitabu vilivyochapishwa, vitabu vya sauti, podcasti, video za YouTube, kozi za mtandaoni na majukwaa mengine mengi ya kidijitali. Kama una maarifa yanayoweza kumsaidia mtu, kama una uzoefu unaoweza kumwongoza mtu, kama una hadithi inayoweza kumhamasisha mtu, basi tayari una kila kitu kinachohitajika kuandika kitabu. Hadithi yako inaweza kuwa faraja ambayo mtu anahitaji sana. Uzoefu wako unaweza kuwa ramani ya njia itakayomsaidia mtu kubadilisha maisha yake. Na ujumbe wako unaweza kumfikia mtu ambaye anahisi kwamba hakuna anayeelewa anachopitia. Hiyo ndiyo nguvu ya kuandika kitabu. Na ndiyo maana sauti yako ni muhimu. Swali ambalo watu wengi hujiuliza kwa sasa ni hili: Danieli, je, ninaweza kupata pesa kwa ujuzi huu? Jibu ni ndiyo kabisa. Kuandika kitabu si shughuli ya ubunifu tu. Inaweza pia kuwa ujuzi wenye nguvu wa kuzalisha mapato. Ukishajua jinsi ya kuunda vitabu, dunia nzima ya fursa inafunguka mbele yako. Kwanza, unaweza kupata pesa moja kwa moja kutokana na vitabu unavyoandika. Kitabu chako kinaweza kuchapishwa kama kitabu cha kuchapishwa, e-kitabu au kitabu cha sauti, na kuuzwa kwenye majukwaa kama Amazon na masoko mengine ya kimataifa. Kila mtu anaponunua kitabu chako, unapata mrabaha. Lakini fursa haishi hapo. Unaweza pia kunufaika na ujuzi huu kwa kuwa mwandishi wa kivuli. Wataalamu wengi, wajasiriamali, wachungaji na viongozi wa biashara wanataka kuchapisha vitabu, lakini hawana muda wa kuviandika. Kama mwandishi wa kivuli, unaweza kuwasaidia kubadilisha mawazo yao kuwa vitabu na kulipwa kwa huduma yako. Fursa nyingine ni kuanzisha huduma yako ya uchapishaji wa vitabu. Wataalamu wengi wenye shughuli nyingi wanataka kuchapisha vitabu vyao, lakini wanahitaji msaada wa uhariri, upangaji, ubunifu wa jalada na uchapishaji. Kwa kutoa huduma hizi, unaweza kujenga biashara ya kuwasaidia wengine kufanikisha vitabu vyao. Na bado kuna zaidi. Yaliyomo kwenye kitabu chako yanaweza kubadilishwa na kuwa majukwaa mengine yenye nguvu. Kwa mfano, unaweza kubadilisha kitabu chako kuwa kituo cha YouTube ambapo kila sura inakuwa video. Unaweza pia kubadilisha kitabu chako kuwa podcasti, ukishiriki mawazo yako na wasikilizaji duniani kote. Unaweza pia kupanua kitabu chako na kukifanya kuwa kozi kamili mtandaoni. Utakapoanza kufikiria kwa namna hii, utagundua jambo muhimu sana. Kuandika kitabu sio tu kuhusu kuuza vitabu. Ni kuhusu kujenga mfumo mzima wa maarifa unaozunguka mawazo yako. Na ukishalielewa hili, utaona kwamba fursa ni nyingi bila kikomo. Sasa hebu tuzungumzie wapi na jinsi ya kuchapisha muswada wako uliokamilika na uko tayari kuchapishwa. Baada ya muswada wako kukamilika na kupangwa vizuri, hatua inayofuata ni kuupakia kwenye jukwaa la kuchapisha mwenyewe. Siku hizi kuna majukwaa kadhaa yanayokuwezesha kuchapisha kitabu chako mwenyewe bila kusubiri mchapishaji wa jadi akukubali. Baadhi ya majukwaa haya ni pamoja na Amazon KDP, Google Play Books, Barnes & Noble Press, Apple Books na Ingram Spark. Ili kukusaidia kuanza, nimeweka viungo vya majukwaa haya yote ili uweze kuyatembelea moja kwa moja na kujifunza zaidi kuhusu kile kila moja kinachotoa. Lakini hapa kuna jambo muhimu sana la kukumbuka. Kila jukwaa lina mahitaji yake maalum. Kila moja lina maelekezo maalum kuhusu mambo kama vile upangaji wa muswada, ubunifu wa jalada, bei, usambazaji na mambo mengine ya uchapishaji. Hivyo tafadhali chukua muda wako, soma mahitaji yao kwa makini sana na fuata maelekezo yao hatua kwa hatua.
Sehemu hiyo ni muhimu sana kwa sababu kuwa makini na mambo madogo madogo kunaweza kukuokoa na msongo wa mawazo na kukusaidia kuepuka makosa yasiyo ya lazima wakati wa mchakato wa uchapishaji. Na labda unafikiria, Daniel, nahitaji msaada zaidi. Kama wewe ni mmoja wao, nataka ujue hilo. Kwa sasa ninaandaa kozi iliyo na mpangilio maalum, hatua kwa hatua, kuhusu jinsi ya kuandika na kuchapisha kitabu. Katika kozi hiyo nitakufundisha kila kitu kwa undani, ikiwemo jinsi ya kuchapisha kitabu chako kwa mfumo wa paperback, jinsi ya kuandaa mafaili yako vizuri, na jinsi ya kukitangaza kitabu chako ili kifike kwa wasomaji sahihi. Hivyo endelea kufuatilia. Lengo langu si kukupa motisha tu ya kuandika kitabu, bali pia kukusaidia utembee kwa ujasiri kutoka kwenye wazo hadi kwenye muswada na hatimaye kuwa mwandishi aliyechapishwa. Sasa unaweza kuwa unajiuliza, Daniel, mtu anaweza kupata kiasi gani kwa kuandika kitabu na kujichapishia kwenye majukwaa haya? Hilo ni swali zuri sana, na hapa ndipo jibu la ukweli. Hakuna kiwango maalum kilichowekwa. Mapato yako yanategemea mkakati wako, udhabiti wako, na jinsi unavyoweza kukiweka na kukitangaza kitabu chako vizuri. Wacha nikupe picha iliyo wazi. Kwa wanaoanza wengi, mapato yanaweza kuanza kidogo. Baadhi ya waandishi hupata chini ya $1,000 kwa mwaka, hasa wanapochapisha kitabu kimoja tu na kuishia hapo. Lakini hiyo si hadithi kamili. Waandishi wanaochukua hili kwa uzito, wanaoendelea kuwa thabiti na wanaounda vitabu vingi, huanza kuona matokeo halisi. Baadhi hupata $100 chache kwa mwezi. Wengine hukua hadi $1,000, $2,000, hata $5,000 kila mwezi. Wakati huo, uandishi si kitu cha kujifurahisha tena. Inakuwa chanzo cha mapato cha kuaminika. Alafu kuna wale wanaopata mapato makubwa zaidi. Waandishi ambao wameunda mifumo, wameandika vitabu vingi na wamebobea kwenye masoko. Watu hawa hupata mapato ya zaidi ya $600,000 kwa mwaka, na kwa baadhi yao hata mamilioni ya dola kupitia kujichapishia vitabu. Na hapa kuna jambo lenye nguvu unalopaswa kuelewa. Majukwaa mengi ya kujichapishia vitabu hulipa hadi 70% ya mauzo ya kitabu kama mrabaa. Hii inamaanisha unabaki na sehemu kubwa ya kile unachopata, lakini huu ndio ukweli ambao watu wengi hawaujui. Kitabu kimoja mara chache hukufanya tajiri, lakini vitabu vingi pamoja na mkakati sahihi vinaweza kubadilisha maisha yako kabisa. Waandishi waliofanikiwa hawaishii kwenye kitabu kimoja. Wanaandika kwa udhabiti. Wanalenga hadhira maalum. Wanaunda majukwaa kama vile YouTube, mitandao ya kijamii na orodha za barua pepe. Hawachukulii uandishi kama burudani, bali kama biashara. Acha nikurahisishie. Kitabu kimoja kinakupa uzoefu. Vitabu vichache vinaweza kuzalisha mapato. Vitabu vingi vikichanganywa na mkakati vinaweza kujenga utajiri. Na hapa kuna kitu chenye nguvu zaidi. Kitabu chako si kwa ajili ya mauzo ya vitabu pekee. Kitabu kimoja kinaweza kukupeleka kwenye kozi za mtandaoni, maudhui ya YouTube, fursa za kuzungumza, ushauri, ukufunzi na vyanzo vingi vya mapato. Kwa hiyo unapouliza unaweza kupata kiasi gani, jibu la kweli ni hili. Kitabu chako kinaweza kuwa lango la fursa zisizo na kikomo. Usikate tamaa kama kitabu chako cha kwanza hakikupatia pesa nyingi. Kila mwandishi aliyefanikiwa unayemwona leo alianza na mauzo sifuri, hadhira sifuri na wazo moja tu. Tofauti ni kwamba waliendelea kuwa thabiti. Huandiki tu kitabu ili kupata pesa. Unajenga mali. Hilo linaweza kukulipa tena na tena na tena. Wengi wenu mnaotazama hii hivi sasa mnaweza kuwa mnafikiri, sidhani kama naweza kuandika kitabu. Lakini unaweza kushangaa. Unaweza kuishia kuandika si kitabu kimoja tu, bali vitabu vingi kabla hujajua. Nilipopata msukumo wa kwanza kuandika kitabu changu, itifaki ya uwepo wake, mwanzo haukuwa rahisi. Ilikuwa inachanganya. Ilikuwa vurugu na wakati fulani karibu nikakata tamaa. Lakini kitu kilibadilika. Mara nilipoamua kutii na kuanza tu kuandika, msaada ukaanza kuja kutoka sehemu ambazo hata sikuwa najua zipo. Mawazo yakaanza kumiminika, mwelekeo ukaja, nguvu zikaja, na kitabu kilipokamilika hatimaye, nakumbuka niliposikiliza toleo la sauti, machozi yakanijaa machoni.
Nilijiuliza, Daniel, je, huyo kweli ni wewe? Na ndani kabisa mwangu nilijua jibu. Hapana, ni Mungu. Alifanya kitu kisichonihusu, hata katika sauti yangu, usemi wangu, matokeo yote, na nikagundua kitu chenye nguvu. Mungu anapotoa maono, yeye pia hutoa neema ya kuyakamilisha. Kwa hivyo, kwa wengi wenu mnaotazama, hasa wale ambao wamepokea wazo, mzigo au msukumo kutoka mbinguni, msisite. Anza tu. Una haja ya kuwa na kila kitu kimeeleweka. Una haja ya kuwa mkamilifu. Unapoanza, mbingu itakuongoza na kukupa kila kitu unachohitaji ili kukamilisha kitabu chako. Na itakapokamilika, ninyi pia mtaangalia nyuma na kusema, hili ni tendo la Bwana, nalo ni la ajabu machoni pangu. Kwa kweli siwezi kusubiri kuona na kusoma vitabu vitakavyotoka katika maisha yako. Hii ni zaidi ya mafunzo. Huu ni harakati ya kuwawezesha mamilioni ya watu duniani kote kuandika, kuchapisha na kushiriki maarifa yao, hadithi zao na sauti zao. Tushirikiane, tufanye kazi pamoja. Tukuze kizazi cha waandishi kutoka mataifa mbalimbali na lugha mbalimbali. Imekuwa furaha kubwa kuandaa mafunzo haya pamoja. Sikusubiri ukamilifu kabla ya kushiriki hili nanyi. Kwa hiyo kama utaona marudio machache au kasoro ndogo hapa na pale, tafadhali nivumilie. Hii iliundwa hatua kwa hatua, kipande kwa kipande, nikiwa na lengo moja tu la kukusaidia kwa dhati. Kama kawaida, jisikie huru kushiriki hii kwa watu wengi iwezekanavyo ambao unaamini watanufaika na maarifa haya. Na usisahau kupenda video hii, kujisajili na kubonyeza kengele ya arifa ili usikose kinachofuata. Asante kwa kubaki nami hadi mwisho kabisa. Ni maombi yangu ya dhati kwamba maarifa haya yatamsaidia mtu kuwa mwandishi aliyechapishwa. Endelea kujifunza. Endelea kusonga mbele. Msimu wako wa mavuno unakuja. Usifanye kazi bure. Jitihada zako ziweze kutoa matokeo zaidi ya matarajio yako. Baki umebarikiwa. Rafiki yako Daniel.